Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Naam, wapenzi watazamaji, karibuni sana katika mwendelezo wa darsa zetu, na leo biidhnillahi tabaraka wa taala tutazungumzia faida za swala ya kitatuzi, swala ya kitatuzi au swala ya kitiba, kwa maana as-salatu shifa, au unaweza ukaita as-salatu tibbiya. Na ndugu zangu watazamaji, swala hii inasomeka kama ifuatavyo. Kabla tujaenda kuangalia faida zake, kwanza ni kuelekeze hii swala ya kitatuzi inavyosomeka. Utasema hivi: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abidani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ruhil arwahi wa sirri baqaiha wa ruhil arwahi wa sirri baqaiha. Hivi ndivyo namna ambavyo hii swala inasomeka. Sasa hadhihi swala hii ndugu zangu, tusamma, inaitwa biswalati tibbiya, inaitwa swala ya kitiba au swala ya kitatuzi, kwa maana ya kwamba swala hii biidhnillahi subhanahu wa ta'ala inatatua matatizo. Wa biswalati shifa, lakini pia swala hii unaweza ukaita swala ya ponyo, swala ya ponyo. Wa qala anha an-Nabahani, na amesema mwanawachuoni anaitwa an-Nabahan fi Jami'i Salawati, katika kitabu kinaitwa Jami'u Salawati, amesema man lazima hadhihi swala, mwenye kudumu na swala hii. Man lazama hadhihi swala, mwenye kudumu na swala hii. Fi maradhihi, wakati wa ugonjwa wake. Afahu Allahu, Allah humponya mtu huyo, Allah atamponya mtu huyo. Walau yaisa al-atibau, hata kama wamekata tamaa madaktari ya kupona mtu huyo. Min shifaihi, kupona yani kupona kwake. Hata kama madaktari wamekata tamaa kwamba huyu mtu hawezi kupona, lakini mwenye kudumu na swala hii wakati wa ugonjwa wake, kwa maelezo ya An-Nabahani, anasema mtu huyo atapona kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wa qala sahibul kunuzil muhammadiyya, na amesema mmiliki wa kitabu kinaitwa Kunuzil Muhammadiyya, amesema laha qissatun adhima, anasema swala hii ina kisa kikubwa sana. Wahia, nacho fi amin, kimetokea katika mwaka wa 1966 AD, mwaka 1966 AD. Kuna kisa kikubwa sana kimetokea kupitia swala hii. Qala Sheikh, amesema Sheikh Abdurabbi Suleiman Al-Qalyubi rahimahullahu ta'ala, amesema Sheikh Abdurabbi Suleiman Al-Qalyubi rahimahullahu ta'ala, ibtalani llah, anasema alinijaribu Allah subhanahu wa ta'ala, bimaradhin, kwa ugonjwa khabith, ugonjwa mbaya kabisa, fi ra'si, kichwani mwangu. Kwa maana ya huyu Sheikh Abdurabbi alijaribiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupewa ugonjwa mbaya kabisa kichwani mwake. Anasema fadhahabtu ila al-atibba, nikaenda kwa madaktari, nikaenda ila al-atibbai, kwa madaktari. Wafahasuni, na wakanipima, kwa maana wakanifanyia vipimo. Waqalu, na wakasema innastibqaa hayatak, wakasema, manake madaktari wakasema kumwambia Sheikh Abdurabbi Suleiman Al-Qalyubi rahimahullahu ta'ala, wakamwambia maisha yako yamebakia
100%. Innastibqaa hayatik, hakika maisha yako yamebakia 100%, kwa maana ya kwamba wakamkatisha tamaa na kumaanisha kwamba hawezi kupona shekhe maradhi yale. Sa shekhe anasema fatawadhatu, nikatawadha, wa dhahabtu ila khalwati, nikaenda kwenye chumba changu cha faragha. Wa dhahabtu ila khalwati, nikaenda katika chumba changu cha faragha. Wa dhalaltu usalli ala nabii sallallahu alayhi wasallama, nikaendelea kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallama. Wa aqul, nikawa nikisema sasa, Allahumma salli, e Mola mswalie, wasallim, na msalimie, wabarik, na mbariki, ala sayyidina Muhammad, bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, tibbil qulubi wa dawaiha, aliye tiba ya nyoyo, kwa maana ya mtume sallallahu alayhi wasallama, yeye ndiye tibbul qulubi, ni tiba ya nyoyo. Mtume ni tiba ya nyoyo, wa dawaiha, na ni dawa ya nyoyo, wa afiyatil abdani, na ni afya ya miili. Mtume sallallahu alayhi wasallama ni afya ya miili, wa shifaiha, na ni ponyo lake, yani kwa maana pia mtume sallallahu alayhi wasallama ni ponyo la miili. Wa nuril absari, na ni mwanga wa macho, wa dhiyaiha, na ndio na mwangaza wake, kwa maana ya mtume sallallahu alayhi wasallama ni nurul absar, ni mwanga wa macho, wa dhiyaiha, na ni mwangaza wake hayo macho. Sasa anasema Sheikh Abdu Rabbi Suleiman Al-Qalyubi rahimahullahu ta'ala, nikamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema maneno hayo, wa qabla alfajri. Sasa Sheikh anasema na kabla alfajri haijachomoza, ahsastu barda yadihi sharifa sallallahu alaihi wasallam ala ra'si. Kabla ya alfajri, Sheikh anasema nilihisi baridi ya mkono wake mtukufu sallallahu alaihi wasallama juu ya kichwa changu, kwa maana alihisi kama ameshikwa kichwa na mkono wa kulia wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndo anasema ahsastu, nilihisi barda yadihi, ubaridi wa mkono wake asharifa, mtukufu sallallahu alaihi wasallam, mtume, ala rasi, juu ya kichwa changu. Waqala li ya waladi, mtume akasema kuniambia mimi, ewe mwanangu, ya waladi, ewe mwanangu, wa ruhil arwahi, kwa maana akamuendelezea pale alipoishia yeye, wa nuril absari wa dhiyaiha. Sasa mtume akamuendelezea akamwambia, wa ruhil arwahi, na roho ya roho zote, endelea na maneno hayo, wa sirri baqaiha, na siri ya kubakia kwake, na siri ya kubakia kwake. Bimaana mtume sallallahu alaihi wasallama akamuongezea haya maneno, akamwambia aseme wa ruhil arwahi wa sirri baqaiha. Asa Sheikh Abdu Rabbi anaendelea anasema, wa baada dhalika, baada ya hapo, dhahabtu ila al-atibbai, nikaenda tena kwa madaktari, kwa maana akarudi kwa mara ya pili kule kwa madaktari, wa fahasuni, na wakanipima, kwa maana wakamfanyia tena vipimo, wadahishu, anasema Sheikh Abdu Rabbi, wakashangaa, wadahishu, na wakashangaa, lishifai, kwa kupona kwangu, kwa maana alivyorudi tena kwa madaktari Sheikh Abdu Rabbi Suleiman Al-Qalyubi rahimahullahu ta'ala, madaktari walipomfanyia tena vipimo wakashangaa, kwa sababu wakaona mbona huyu mtu amepona na hakutumia dawa yoyote. Ndio Sheikh anaendelea anasema, wakana min bainil atibai, na alikuwemo miongoni mwa wale madaktari, rajulun ghairu muslim, mtu ambaye asiyekuwa Muislamu.
rajulun ghairu muslim, mtu asiyekuwa Muislamu. Yani miongoni mwa wale madaktari kulikuwa na mmoja ambaye hakuwa Muislamu. Falamma qasastu alayhi alqissa, Sheikh Abdurabbi anasema nilipomsimulia kisa hiki, qal, yule mtu alisema, ambaye ghairu muslim, hakuwa Muislam, asiyekuwa Muislam, alisemaje? Alisema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Kwa maana ya yule mtu pia akasilimu, akaifuata nuru ya Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallama kwa kuingia katika Uislamu. Ndugu zangu, maneno haya yanapatikana katika kitabu kinaitwa Al-Kanzu Thamin fi salati wassalami ala sayyidil mursalin sallallahu alayhi wasallama. Al-Kanzu Thamin fi salati wassalami ala sayyidil mursalin sallallahu alayhi wasallama. Kwa hivyo ndugu zangu, hiyo ndio as-salatu shifa au as-salatu tibbi. Hiyo inaitwa ni swala ya kitatuzi, swala ya kitiba, swala ya ponyo. Itumie ndugu yangu mtazamaji swala hii kwa nia ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuponye maradhi uliyokuwa nayo, ayatatue matatizo uliyokuwa nayo, kwa sababu hii swala ni kitatuzi cha matatizo biidhnillahi ta'ala, na ni kitatuzi kwa maana ya kitiba. Hii swala pia inatibu biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Utasema Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ruhil arwahi wa sirri baqaiha. Swala hii unaweza ukaisoma kwa siku kwa idadi utakayojaliwa na Allah. Ukiweza kuisoma mara 33, ukaisoma mara 99, ukaisoma mara 111, ni swala ambayo ukidumu nayo, na yoyote mwenye kudumu na swala hii wakati wa ugonjwa wake, hali ya kuwa huyo mtu ni mgonjwa, basi kama alivyosema Sheikh An-Nabahani ya kwamba Allah atamponya mtu huyo hata kama wamekata tamaa madaktari na kupona kwake. Kwa hivyo ndugu zangu, kufikia hapo mimi nitakuwa sina la ziada. Kwa wale ambao mtakuwa mnahitaji visomo, mnahitaji tiba, tuwasiliane insha Allahu taala. Nambari zetu za simu ni 0652286323. Naitwa Imamu Shaabani Ramadhani Mponda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.